إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumwombea ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tulikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na tukamaliza mwezi wa Ramadhan, tukaingia katika Shawwal, tukakumbushana yale ya wajibu ndani ya Ramadhan, lakini tukakumbushana yale yaliyopotezwa ndani ya mwezi wa Shawwal. Na sasa ulimwengu wa Kiislamu una jambo, sehemu kubwa ya dunia ya Kiislamu wakati huu tunaozungumza inaelekea katika ufunguzi wa madarisi za Kiislamu. Ikapendelewa na ikawa ni bora kwa wakati huu tuzungumze chochote kuhusiana na mwelekeo wa ufunguzi wa madarisi za Kiislamu duniani. Kwa wale ambao wana ndugu ambao wanasoma sehemu mbalimbali zenye madarisi ya Kiislamu, wanaguswa na hili kwa namna moja au nyingine. Kuna vijana wa Kiislamu wanakwenda kusoma nchini Saudi Arabia, kuna vijana wa Kiislamu wanakwenda kusoma nchini Pakistani, kuna vijana wa Kiislamu wanakwenda kusoma Sudani, wanakwenda kusoma Misri na sehemu nyingine mbalimbali katika madaris za Kiislamu. Huu ndio wakati wake ambao madaris zinafunguliwa. Pamoja na yale ambayo yanajiri katika eneo la Gaza kule nchini Palestina, kutokana na uadui mkubwa ambao wanafanya maadui wa Allah na maadui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maadui wa Uislamu, ambao Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'an, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahudu walladhina ashraku. Utawakuta wale ambao wana uadui mkubwa sana na walioamini ni Mayahudi na washirikina. Kwa adawa hii ambayo inaendelea ya Mayahudi katika ardhi ya Gaza ni yale ambayo tayari Allah tabaraka wa taala alikwisha kutueleza. Na sisi tunawaambia watu wa Gaza, sabran ya ahla Gaza, endeleeni kufanya subira enyi watu wa Gaza, na hayo yote ambayo anapata ni kadari ya Allah. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopitia hali ngumu kama hizo, Allah jalla wa ala alimwamrisha ahame
eneo tukufu kabisa la mji wa Makka, wakati yeye Allah jalla wa ala anauapia mji wa Makka, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad. Mtume ni mzawa wa Makka na familia yake ndio viongozi wa kwanza wa mji wa Makka katika zama hizi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini chimbuko la utawala na uasisi wa mji ule unatokana na babu yake Ismaili alayhi salam. Kwa hiyo ana kila sababu ya kuwa yeye ni mwenyeji, lakini kutokana na hali zilivyo aliamrishwa na Allah tabaraka wa taala auhame mji wa Makka. Na sisi tunapoambia watu wa Gaza wahame katika mji wa Gaza, huwa tunaweka kumbukizi la haya yaliyotokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliondoka katika hali ya mnyonge, tena ni maturudan, ametimuliwa katika mji wa Makka, lakini akarudi miaka 8 baadaye akiwa ni aziz muizz, akiwa ni mtukufu, tena aliyotiwa nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya ambayo yanaendelea kutokea katika ardhi ya Gaza ni yale ambayo yanasikitisha kwa kila mtu ambaye ana moyo wa wanadamu, mbali na Uislamu. Kwa kila mtu ambaye ana moyo wa wanadamu, yale yanayotokea Gaza ni mauaji yasiyokuwa na ustaarabu. Sasa tunaambia watu wa Gaza, kwenye taufiki ya Allah kuhama wanatakiwa wahame. Kuna watu huwa wana challenge tazamo huu, wanasema haikuwa wao ndio wenye mji. Jawabu naam, wao ndio wenye mji. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndio mwenye mji katika mji wa Makka. Lakini wanasema kwamba je, hawakuwa hawa watu Mayahudi ni wavamizi? Jawabu naam, Mayahudi ni wavamizi, sio katika ardhi ya Gaza wala sio katika ardhi ya Palestina peke yake. Maeneo yale yote Wayahudi ni wavamizi, hilo halipingiki. Sasa kwa nini tunawaambia wakazi wenyeji wahame? Tunawaambia kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihama tena kwa amri ya Allah tabaraka wa taala, na baada ya muda akarudi tena katika mji wa Makka akiwa na nguvu ambayo iliweza kumpa tamkini ya yeye ndio kuwa mtawala katika mji wa Makka na kumpa tamkini ya kuweza kuisimamisha dini yake. Kwa hiyo kuhama ni sunanul anbiya, kuhama ni sunna mitume. Alihama Nabiiullah Musa, alihama Nabiiullah Muhammad, hata Ibrahim pia naye alihama kutoka katika mji yake kule Babel na kukimbilia katika ardhi ya uhamishoni, ardhi ya Palestina. Ndugu zangu katika imani, huu ulikuwa ni utangulizi. Lakini pamoja na utangulizi huu, wakati huu tulionao, ulimwengu wa Kiislamu unaelekea katika taaluma. Uelekeaji wao katika taaluma, kuna baadhi ya nukat tunatakiwa kuzirakiz, kwa sababu jambo hili la taaluma mfahamu kwamba ndio amri ya kwanza kabla nyingine ambayo aliitoa Allah tabaraka wa taala kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, inna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam nubbi'a biqra' wa ursila bil muddaththir. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam unabii wake alipewa na kauli ya Allah tabaraka wa taala, iqra. Hapa ndio unabii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulipopatikana. Lakini ursila bi al-muddaththir, alipewa risala kwa kauli ya Allah jalla wa ala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Dhima ya kuwa kwake rasul ilikuja kwa kuchelewa, na dhima ya kuwa kwake asome ilikuja kwa kutangulia. Kabla ya kutumwa kwenda kufanya da'wa, aliwajibishiwa kwanza asome. Mshairi mmoja anasema, yaquluna fil islami dhulman biannahu yasuddu dhawihi an tariqi at-taqaddumi, وهل العلم في الإسلام إلا فريضة
wa hal sadat ummatun bighairi ta'allumi. Wanasema maadui wa Uislamu, katika Uislamu kuna dhulma, kwa sababu Uislamu unawazuilia watu wake na njia ya maendeleo. Akikusudia njia ya maendeleo ni elimu, na ni kweli watu wote ambao wamepata maendeleo, sehemu ya kwanza msingi waliwekeza kwenye taaluma. Akikwambia mtu kwamba watu waliendelea kwenye viwanda, viwanda vinaendeshwa na watu wajinga? Watu waliendelea kwa kuwekeza kwenye uchumi wa kilimo, kilimo wanalima watu wajinga? Yaani vyote hivyo vinatawakaf kwenye elimu kwanza. Wapatikane wasomi wataalamu wa mambo ya kilimo, wapatikane wasomi wataalamu wa kuendesha viwanda, ndio hivyo viwanda na kilimo na uchumi mwingine katika sekta mbalimbali utaweza kusimama baada kuwa na watu wataalamu. Kwa mshairi huyo anasema yakuluna fil islami dhulman, wanasema eti Uislamu una dhulumu, li'annahu yasuddu dhawihi an tariqi at-taqaddumi, kwa sababu eti Uislamu unawazuilia Waislamu na njia maendeleo kwenye elimu. Wa hal al-ilmu fil islam illa faridatun, kwani haikuwa elimu kwenye Uislamu isipokuwa ni jambo la lazima. Wa hal sadat ummatun bighairi ta'allumi, na umma gani ambao uliendelea bila ya kuwekeza kwenye elimu? Sasa Allah jalla wa ala alipomtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amri ya kwanza kabla kuamrisha swali, kabla kumwamrisha afunge, kabla kumwamrisha atoe zaka, kabla hajamwamrisha hata tauhid, jambo la kwanza alimwamrisha kwanza asome. Sasa ikhwan, minna mawaqif katika kadhia ya taaluma kwenye Uislamu. Nikiwa mwana taaluma, nikiwa nimefanya kazi ya taaluma na ninaendelea kufanya kazi ya taaluma, nina vitu nimeviona katika uwanja wa elimu, nataka nishare na Waislamu katika sehemu kama hizi. Awalan, jambo la kwanza, turakizi vizuri kwenye talibul ilmi wal ilmu al-matlub. Narudia tena kipengele hiki. Kama tunataka tupige hatua kwenye mambo ya elimu, ili tuweze kupiga hatua katika mambo ya maendeleo, kwanza kabisa turakizi vizuri sana kwenye talibul ilmi wal ilmu al-matlub. Na haya yote yapo ndani ya kipengele cha aya hii. Iqra. Hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Amri inapokuja kuna aliyeamrishwa na kilichoamrishwa. Aliyeamrishwa ni talibul ilmi na kilichoamrishwa ni ilmu al-matlub. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ soma. Amri hii Allah anaitoa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza akiwa na age ya umri wa miaka 40, na aliishi amri hii katika kusoma, kufanyia kazi alichokisoma, kuwalingania watu katika hiyo elimu, kufanya subira juu yake ndani ya muda wa miaka 23. Faqala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba'da an kana nabiyyan ummiyan fasara awwalu man athara al-alam bil-ilm. Allah kamsifia Mtume Muhammad kwa sifa hiyo, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. فقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. الآية. Huyu Mtume Muhammad aliyepewa amri ya kusoma akiwa na umri wa miaka 40. Allah anawekeza elimu kwa mtu ana umri wa miaka mingapi? 40. Lakini asili yake huyu mtu hakuwa msomaji, la yahab wala yaktub. Hiyo ndo asili yake. Kuna watu wanajaribu kutaka kupindua maana ya wakfu huu aliyosifia Allah kumsifia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah ndiye ambaye alipeleka kwa wasiojua kusema mtume anayetokana na wao. Wakasema hapana, mtume hataki kusifiwa kwamba alikuwa ajui kusoma. Naam, ni kweli mtume alikuwa ajui kusoma wala alikuwa ajui kuhesabu. Wakasema hapana,
fil ummiyina rasulan minhum. Ummiyina nisbatun ila auladul ni watoto waliozaliwa na mama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa na mama yake, baba yake akiwa amefariki. Wakasema maana yake ndio hiyo. Sio kweli. Maana yake ummiya adamul ilmi wa adamul kitab, alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Kwa hiyo muone sifa kwa mtu ambaye ana umri wa miaka 40 asiyejua kusoma wala kuandika, anakuja kuwa ni mtu bora kwa karari ya wenye kumpenda na wasiompenda, kwamba wanatoa ripoti katika aulama zao, encyclopedia zao, kwamba mtu namba 1 duniani aliyoakili kwa taaluma yake na mitazamo yake ni Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwani, Allah kamsifia Mtume Muhammad kwa sifa hiyo, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya. Waja wema wa Allah ni wale ambao wanamfuata rasul mwenye sifa ya kuwa ni nabii, lakini ni ummi, alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Akapewa muujiza wa elimu. Musa alayhi salamu alipewa muujiza wa vili macho, muujiza wa kushindana na yale aliyokutana nao. Alikutana na watu wachawi sana, kwa hiyo alipewa muujiza wa uchawi wa kushinda ule uchawi aliokuwa nao ili yeye awe juu. Isa alayhi salam alikutana na watu ambao wana mazingaombwe, kufufua watu waliokufa na nini. Allah akampa muujiza ambao unashindana na wale watu. Mtume Muhammad alikutana na watu mafasaha ambao wanaweza kueleza batili kwa ubora wa maelezo ukaiona ni haki. Allah akampa muujiza wa elimu ya Qur'an. Wala yatunaka bimathalin illa jinaka, hawakuletei challenge yoyote isipokuwa tutakuletea jawabu ambalo ni ahsana minhu, lililokuwa bora zaidi. Akaja na muujiza wa elimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amri yake ya kwanza aliambiwa asome. Sasa ikhwani, kipengele hiki ambacho ninakitaja kwenu, talibul ilmi wal ilmul matlub, kwanza tumwangalie talibul ilmi. Nyinyi Waislamu mnafanya khiana kubwa sana mnapotaka kuandaa wasomi wa dini, mnawaandaa wale watu ambao wamefeli kwenye elimu ya sekula. Yaani mtoto wako kama umejitahidi, umemsomesha, umemlipia ada, umempeleka shule ukamhamisha ukampeleka shule nyingine, haelewi, mwisho unasema wewe bora nenda kasome nini? Dini. Mnatuletea kwenye dini watu vilaza ambao wameshindwa kwenye elimu ya sekula. Mnategemea watu kama watakuwa ni watu wana mchango gani kwenye kusimamia Uislamu? Chagua watu waliokuwa bora. Huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa talibul ilm, mwanafunzi wetu wa kwanza ambaye alikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitoa elimu yake ukaweka pembeni, na chukua kanuni hii, msomi mzuri ule ni yule ambaye kabla ya elimu yeye mwenyewe ni mzuri kiakhlaki, kimwenendo, kisuluki, kimuamala, ni mzuri, ana uwezo wa akili kabla ya elimu iliyowekwa kichwani mwake. Ile elimu ilipowekwa kichwani imewekwa mbolea kwenye kichwa ambacho kimemea. Angalia kwenye kadhia ya tahkim liwad'i al-hajar al-aswad fi makani. Alipokuwa na umri wa miaka 35 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wa tarehe wanataja asbabu mbalimbali. Miongoni mwa sababu hizo, sababu ya msingi inayotajwa kwamba yalikuja mafuriko yakabomoa Kaaba. Makuraishi wakajadili, wakafanya repair ya Kaaba. Ubomozi huo ulipekea tajua jeusi litoke sehemu yake. Walipolipea wakataka kulirejesha lile jiwe sehemu yake. Ni kabila gani lenye utukufu ambao litapewa heshima ya kuchukua jiwe jeusi kuweka eneo lake? Wakashindana, kila mmoja aliona yeye anastahili, na mwisho ilikuwa wanashindana, jambo linakuwa linaishia hapo. Lakini wakakubaliana kwamba mtu wa kwanza atakaoingia mlangoni hapa, msikiti wa Maka, yeye ndio atampa heshima kuweka jiwe hili. Allah akakadiria kwenye kadari yake, mtu wa kwanza kuingia alikuwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muangalie huyu mtu kabla ya kupewa amri ya wahi ya kusoma, kabla ya kupewa amri ya risala, alikuwa na uwezo kiasi gani wake, tena kwenye mambo magumu ya kuweza kutatua changamoto ambazo wenyewe wenye jambo lao zimewashinda. Wakasema radhina bihi amina, tumeridhika naye, huyu ni mwaminifu.
Kwa hiyo alikuwa na heshima ya kuwa ni mtu aliyeridhiwa kwa sababu ni mtu mwenye amana, mwaminifu. Lakini angalia maamuzi aliyochukua kuonyesha kwamba huyu alistahili kupewa utume. Kwa nini nafikiri Allah anapowachagua mitume wake, angalia mitume wote walikuwa na sifa pekee kwenye jamii zao. Mitume wote. Kwa sababu haiwezekani kujalia risala kwa mtu ambaye ni bure. Ataweza vipi kubeba dhima hii ya kuiongoza jamii nzima mtu ambaye bure? Kila walipojitahidi wazazi wameshindwa, wamefeli. Hii ndio changamoto ambayo tunakutana nayo kwenye saha ya da'wa. Mtume Muhammad kwa watu wa tarehe wanataja alivua kilemba chake chenye ncha 4. Akalichukua jiwe jeusi kwa mkono wake wa kulia akaliweka juu ya kilemba. Yale makabila yaliyokuwa yanashindana yakaambiwa kila kabila mtu mmoja ashike kwenye ncha ya kilemba. Pelekeni jiwe jeusi mpaka kwenye sehemu yake. Akalichukua ile jiwe kwa mkono wake mtukufu akaliweka katika eneo lake. Wewe una akili kama hiyo? Kwenye eneo kama hili unaweza ukaleta ufumbuzi kama huo? Lakini huyu mtu kwa sababu aliangaliwa na Allah tokea amezaliwa, atakwenda kupewa jukumu zito la kusimamia watu. Msingi baba wa kwanza, soma. Mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika na umri wake miaka 40. Hajui kusoma wala kuandika na umri wake umri wa serikali wa mtu kuanza kusoma anatakiwa aanze kusoma miaka 6, miaka 7. Ndio ambaye atalelewa kwenye misingi bora ya elimu, akuwe nayo misingi hiyo, baadaye aje kuwa ni msomi bora. Lakini huyu ameambiwa aanze kusoma akiwa na umri wa miaka 40, na kwao katika jamii yao hawajui kusoma wala kuandika. Na alipopewa mwalimu, alipewa mwalimu bora. Na kilichosomwa kilikuwa kitu bora. Mwanafunzi bora, mwalimu bora, kinachosomwa ni kitu bora. Unategemea nini kwa hapo? Wanasema elimu ina vitu vingapi? Vitatu. Mwalimu, mwanafunzi na eneo la kusomea. Mimi nakuongezea kitu cha 4, na kile kinachosomwa. Kile kinachosomwa, kwa sababu inapohitajika elimu ya uinjinia, uhandisi, alafu mtu akaenda kusomea uhasibu ili tutengeneze injinia, tunampata injinia uhasibu. Kwa hiyo katika vitu muhimu kwenye elimu ni kuchunga pia kile kinachosomwa. Allah anamwambia mtume wake ikra, hiyo ni fi'lul amri. Na fi'lu hili amri kwa watu wanaojua lugha ya Kiarabu, inapokuja fi'lul amri kinachofuata kinakuwa ni maf'ulun bihi, mtendewa wa kile kilichoamrishwa. Na kawaida inapoondoshwa maamul, yule mtendewa, maana yake inafidisha kile kinachosali kuingizwa hapo kinafaa kuwa katika kile kilichokusudiwa. Sijui umeelewa vizuri? Yaani Allah alipomwambia mtume ikra, maana yake tarajiwa hapo ilikuwa aambiwe soma kadhaa. Lakini kuondoshwa kuainishwa kinachotakiwa kusoma, maana yake kila kinachofaa kuwekwa hapo kiweke, ila tu kwa sharti iwe bismi rabbik. Umeelewa vizuri hapo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoamrishwa na Allah tabaraka wa taala asome, akaondoshewa kile ambacho kimeainishwa kwake kusoma, maana yake asome kwa jina la Mola wake kila kinachohitajika kusomwa. Takuja kwenye kipengele miongoni mwa vipengele ambao nimekusanya hapa, al-ilmu yad'u ila al-iman. Elimu sahihi inavutia kwenye imani. Na watu wote waliosoma elimu sahihi iliyokutana na akili huru wanakuwa ni waumini wazuri kuamini Mola wao na watetezi wa Allah tabaraka wa taala, watetezi wa dini ya Allah. Ukiona msomi alafu akawa na elimu ya majanga, tatizo lipo kwenye hicho alichokisoma. Na kuna uwezekano kwa tatizo hata utalibul ilmu mwenyewe na matatizo. Kwa hiyo msingi wa kwanza ambao napenda kurakizi kwenu ni talibul ilmi wal ilmul matlub. Mwanafunzi hali yake wakati anakwenda kusoma ana hali gani? Nimesema nyinyi Waislamu kwenye hili mnafanya khiana.
Nyinyi mnasikiliza hapa, pana wasibu, kuna wataalamu wa IT, kuna madokta na wengineo. Ni wakati mnaenda kusoma taaluma hizo, mlikuwa vichwani bure? Vichwani mwenu mlikuwa bure? Sasa kwa nini mnapochagua watu wakwenda kusoma dini ya Allah, sheria ya Allah, maamrisho ya Allah na makatazo yake, mnawatafuta watu walioshinda kwenye taaluma? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anaainishwa na Allah alikuwa ni mtu bora kabla taaluma, kabla kupewa amri ya kusoma. Elimu ilipokuja ikaja kutia nakshi kwenye ule ubora aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni mtu bora mwenye kutegemewa kwenye maamuzi, bora kwenye kipindi kigumu kabla kupewa utume. Allah kaenda kutia elimu kwake. Sasa changamoto kubwa tuliokuwa nayo, wasomi wengi wa dini ambao ndio wanaelekea kwenda kusoma sasa hivi ni wale watu ambao walishindwa kwenye masomo mengine. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba mnakwenda kuwapeleka kusoma maneno ya Allah, maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu ambao hawana salahia ya usomaji. Hii ni nukta ya kwanza, tuiangalie kwa makini kwa kumcha Allah kwenye tukio kama hili. Angalia ikhtiyari aliyofanya Allah. Wewe chagua mwanao alikuwa bora, mzuri kwenye akili, mpeleke akasome dini. Mimi kama mwalimu, baada ya kuliangalia hili jambo katika saa ya dawa, nimeweka mfumo wangu wa taaluma zaidi na zaidi kwa wale ambao wako mavioni, na ndio maana wanafunzi wangu wengi mimi watu wa vioni. Hawa vichwa vyao vizuri, vina uwezo wa kupokea vizuri, wapo tayari, ni ardhi yenye rutuba, ukipanda kitu kinaota. Kwa hiyo ikhwa, tusichague watu waliofeli. Kuna mtu mmoja nimezungumza maudhui anasema, lakini tumeona kuna watu walikuwa waovu sana mtaani, walipokwenda kusoma dini wamekuwa ni watu wema. Naam, ni kwa faida zao na familia zao, sio faida ya umma wa Kiislamu. Nyinyi mlishinda nao mtoto kwa sababu alikuwa ni mtu muovu, mvuta bangi, mjeuri. Kwa hiyo alipoenda kusoma dini, Allah akawatieni nuru kwa kumuondoshia tabia hizo. Lakini je, anafali kuwa ni msimamizi wa umma wa Kiislamu kielimu na akhlaki na mambo mema? Baba na nafasi za uchafu aliokuwa nao mtaani huyu. Sasa ikhwa, tunapozungumzia talibul ilmi, nani mwanafunzi ambaye anafaa kubeba risala ya elimu ya dini ya Uislamu ili aende kuwa msimamizi wa umma wa Kiislamu kwenye elimu? Ni nani? Chukueni mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanafunzi wake wa kwanza alikuwa ni Abu Bakar as-Siddiq. Na muonaje Abu Bakar as-Siddiq? Alistahiki. Kwa hesabu ya Allah tabaraka wa taala, hakuna mtu bora ambaye amechomokewa na jua baada ya manabii isipokuwa nani? Abu Bakar as-Siddiq. Mwanafunzi wake wa pili bora kabisa alikuwa ni Umar al-Faruq. Mnasemaje kuhusiana na Umar al-Faruq? Alikuwa ni mtu kabla ya kupewa dhima ya kusimamia umma wa Kiislamu, watu walikuwa wanakubaliana juu yake. Alikuwa ni mtu ambaye anastahili kuwa na nafasi hii kabla ya kupewa dhima hii ya kuwa na Uislamu. Uislamu ulipokuja ukaja kuleta nakshi kwa mtu ambaye alikuwa tayari. Uthman ibn Affan, mwanafunzi wa tatu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ubora. Ali ibn Abi Talib, mwanafunzi wa 4 katika ubora. Na kuna watu 10 mfano wa hawa wanaitwa al-ashara al-mubashirin lahum bil janna. Hawa wote kila mmoja miongoni mwao alikuwa na salihi kubeba umma wa Kiislamu kama kiongozi kwa fadhila, na waliubeba umma wa Kiislamu kama viongozi. Hatukupata tabu kuondoka kwa Mtume Muhammad wakati Abubakar yupo. Hatukupata tabu kuondoka kwa Abubakar wakati Umar yupo. Kaondoka Umar katika umma wa Kiislamu, amekalia kiti kile miaka 13 Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Hawa wote walikuwa wanafaa kuwa mahalifa, wanao uwezo wa kusimamia utawala pamoja na mambo yanayobebana na utawala, kwa sababu walikuwa ni watu wenye kustahiki sifa hizo. Angalieni matatizo kwenye taasisi za Kiislamu. Inapotokea kiongozi amefariki, angalieni majanga yanayokuja kutokea baada ya kiongozi muasisi wa ile taasisi kufariki. Lakini wakati anaongoza huyo aliyofariki, mambo yalikuwa yanaenda sawa? Hali ilikuwa inaenda vizuri? Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، tumche Allah katika jambo la taaluma. Hiki ndo kitovu katika maendeleo ya Uislamu, na ndio maana Allah tabaraka wa taala alimwamrisha jambo la kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asome. Na sisi tumeangalia katika upande wa talibul ilmi, huyu anayekwenda kusoma ni mtu wa sampuli gani? Tunataraji nini kutoka kwake kwa hali yake aliyokuwa nayo? Kama tunataraji salaha kwa sababu ni salih yeye mwenyewe kabla kwenda kusoma, na sio tu ni salih mwenyewe bali ni salihun muslihun, yani mwenyewe ni mwema alafu ni mfanyaji wa wema, mtengenezaji wa wema. Huyo akienda kusoma tunataraji kutoka kwake baada ya kurudi atakuwa ni mtu bora wa kuja kusimamia jamii hii ya Uislamu. Angalieni majanga yaliyozuka kwenye saha ya da'wa, kwenye hawa ambao wamekwenda kusoma wakiwa si watu sahihi kwenye dhima hii. Nimefikia wakati mimi kwa uzoefu wangu nazalisha faida kusema changamoto kubwa kwenye saha ya da'wa kwanza ni wasomi wa dini. Narudia tena kusema neno hili kama mjanisikia vizuri. Changamoto kubwa kwenye saha ya da'wa, sehemu ya kwanza ni wasomi wa dini. Wasomi wa dini changamoto kubwa sana. Hebu shiriki na mimi katika mtazamo huu. Binadamu alivyo sio kama mawe, kwamba ukimweka hapa utaenda miaka nenda miaka rudi, ukirudi utamkuta amekaa pale pale. Binadamu hayupo hivyo. Kwa nature ya maumbile yake aliyoumbiwa na Allah, ameumbiwa ni mtu wa kuzalisha faida, kuzalisha hasara, kuchangamana na watu, kuongeza kitu, kupunguza kitu. Nature ya mwanadamu iko hivyo. Kutokana na maumbile haya alionayo, katika hali ya kutaamali na wenzake kuna wakati inatokea changamoto. Na changamoto ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Haiwezekani tukaishi bila nini? Changamoto. Sasa tunapopata wasomi ambao elimu zao ni nzuri na vichwa vyao vizuri, hawa wanakuja kuwa ni tiba kwenye hizi changamoto zinapotokea. Sasa inapotokea wasomi wetu wakawa wao ndio waanzishaji wa changamoto, sio tiba changamoto. Yaani jamii imetulia vizuri, utasikia chokochoko kwenye mujitama wa Kiislamu zinaanzishwa na msomi wa dini. Na watu wenye busara wakakaa wakamdirishi kutokana na lile alilolianzisha kwenye changamoto, wakamwambia hapana, wewe ni msomi, wewe ni shekhe, wewe ni kadha, hilo jambo halitaleta matokeo mazuri. Atakubali kwenye kikao vizuri, ukimpa nafasi akisimama kwenye membari, atakayeenda kutamka mnajuta kwa nini hata mlipo hiyo membari. Haya yameshuhudiwa sana kwenye saha ya da'wa. Sikwambii kwa masufi, sikwambii kwa maikhwan, nakwambia ndani ya saha ya da'wa ya masalafi. Changamoto kubwa iko kwa wasomi wa dini kwanza kabla mtu mwingine yote. Naam, kwa sababu binadamu na hali zao walizokuwa nazo, wangekuwa wanafanya yale yanayotokana na muktadha wa binadamu wao, ingekuwa tiba nzuri ni hawa wasomi wa dini. Nimesema hivi, unaonaje kuwa wao sio ni watatuzi wa changamoto, bali wao ndio waasisi wa hizo changamoto? Kuna watu ambao nitakuja kuwazungumza baadaye. Sisi tunaita kwa jina la qaimun. Hawa ni wasimamizi wa da'wa wasiokuwa wasomi, ambao wao wanaakti kana kwamba wao ni wadhamini, lakini uhalisia wao ni madalali wa wadhamini. Hii ndio experience yangu, nivumilie tu. Haya mambo mimi nayajua kwa sababu nimeyaishi. Ninachozungumza nazungumza kitu ambacho nakijua. Kuna watu tunaita qaimuna hawa. Hawa ni moja matatizo makubwa kwenye saha ya da'wa. Lakini hawa ndio wamekuwa waharibifu wakubwa wa hili tabaka la talibul ilmi. Na kwa nini hawa wanafunzi ambao tunataraji ndio waje kuwa mashehe, viongozi wa dini, wamekuwa ni wahanga zaidi wa qaimuna? Kwa sababu elimu zao wameziweka mifukoni mwa nani? Unategemea nini kwa msomi kama huyu?
analeta ufumbuzi gani kwenye tatizo lililotokea katika saha ya da'wa, wakati akili yake imekaa mfukoni mwa nani? Na mimi niwaambieni enyi wasomi wa dini, hawa watu ambao ndio wanawavuruga hawa kaimuna jamani, hawana elimu ya dini, hawana hela. Hao ni madalali tu. Narudia tena mnielewe, nasema hivi, hawa kaimuna hawana elimu ya dini, halafu hawana hela. Wao ni nani? Madalali. Sasa hawa madalali hawa, wewe umeweka elimu yako, utashi wako, uongozi wako, fikra zako kwa mtu ambaye ni dalali, si mwenye hela wala sio mwenye elimu. Matokeo yake nini? Hana elimu ya kumuongoza, hana hela za uchamungu ambazo anasema yeye kazi yake ni dalali. Anakutumia wewe kwenda kwenye hela. Wenye hela wampe hela, alafu akupe wewe kila anachotaka kukupa. Futa uchafu huko ni saha ya da'wa. Tunataka wasomi ambao wana uwezo kusimamia elimu zao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm, alishawishiwa vitu vingi. In kunta turidu malan malaknak, wa in kunta turidu ja'an zawajnak, wa in kunta turidu imra'atan jamila zawajnak. Unataka cheo tukupe, unataka mali tukupe, unataka mwanamke mrembo tukuozeshe. Achana na mambo unafanya. Muhammad alijibu nini? Alishawishika? Huyu alikuwa msomi, akili yake ilikuwa nzuri kabla ya elimu, na elimu yake alichukua ilikuwa sahihi, na alikuwa anajua malengo ya ile risala aliyobeba, sio kushawishiwa na wanawake. Hii risala niliyobeba ikipata mamlaka, ikipata nguvu, tamkini, hivyo vyote mnavyosema mimi nitakuwa navyo. Kwa hiyo ushawishike na hivi vitu vidogo kwa sura ya kushawishiwa na kupewa, wakati hii risala uliyoshika ukipata tamkini unaweza kumiliki hivyo vyote. Kipi cha kufanya wewe msomi wa dini? Shika msimamo wako wa dini, kaza kwenye dawa yako, Allah atakupa kila hicho ambacho unashawishiwa. Lakini ukienda ukaitwa na waheshimiwa kukwambia, bwana shekhe, tunaona sisi hali ilivyo, tunataka useme 1 2 3. Ambia hapana tabu bwana, nataka niseme hili au hili. Kuna mtu anaitwa na hawa, anaambia shekhe, bwana nataka neno lako kuhusiana na sigara. Shekhe anajibu, turiduna tahlila au tahrim? Hii sigara mnaoniuliza nataka ni halalisha au ni haramisha? Sitaona anatoka kwenye shasha kesho, anatoa maelezo ya anayedai elimu ya dini, kama anasema sigara la basa bihi, idha kunta la tu'ti jaraka sigara la basa bihi. Ukiwa unavuta sigara muda kwa uti jirani yako, haina matatizo yote. Unategemea nini kwa somi kama? Kwa Allah. Nukta ya kwanza ambayo nimezungumza hapa, nimesema talibul ilmi wal ilmul matlub. Nimefafanua kipengele cha talibul ilmi, na sidhani kama nimetosheleza kwenye kufafanua kipengele, sababu huyu ndo mtu wa kwanza. Hizi madarisi zinafunguliwa, muhusika wa kwanza ni nani? Talibul ilmi. Anayekwenda kusoma hizi madarasa ni nani? Ukitoa hiyo elimu ambayo anakwenda kusoma, kichwa chake kina nini? Msiusaliti umma wenu kwa kuwapeleka watu vilaza wasiokuwa na jambo lolote katika mjitamaa wao, alafu hawa ndo wanaenda kupewa dhima ya kuwa ndio mashekhi wajao. Nitakuja kuzungumzia kipengele cha pili, al-ilmu al-matlub. Hiyo elimu inayosomwa ni elimu gani? Anapelekwa kwenda kusoma, anasoma nini? Kwenye kipengele hiki pia tutazungumzia walimu wake ni nani. Inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Elimu hii mnayokwenda kusoma, hiyo ndio dini yenu. Tizameni mnakwenda kusoma kwa nani. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.